miongoni mwa watu walikuwa kichochea enzi hizo za Mtume Muhammad SAW. Mtume akatoa hukumu katika Sahih Bukhari عن البراء بن العازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من الأنصار. alipeleka mtume watu katika Ansari. Wa amara alaihim Abdullah ibn Atik, akamweka kiongozi katika wale watu Abdullah ibn Atik. Wa kana Abu Rafi yu'dhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Abu Rafi akimuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'inu alayhi, na akawa anasaidia dhidi yake, yani anatoa mali, anatoa pesa, anatoa nini, vitu vinavyopelekea kusaidia wale wapinzani kumuudhi mtume. Yani anachochea anachochea kwa maneno na anachochea kwa kutoa msaada. Wakana fi hisni lahu bi ardhi al-Hijaz, na alikuwa huyu mtu Abu Rafi ana ngome yake huko katika ardhi ya Hijazi. Falamma danau minhu, walipomsogelea, wakad gharabati shamsu waraha an-nas bisarihihim, najua alikuwa limeshazama tayari na watu wamepumzika pamoja na wanyama wao. Qala Abdullah ibn Atik, akasema Abdullah ibn Atik li ashabi, ijlisu makanakum, kaeni mahala penu hapa. Yani kharija sauri, nje ule wa ukuta. Akawaambia wenzake wakae nje ukuta ile jumba la nani, la Abu Rafi. Akawaambia kwamba fa inni mutaliqun, mimi naenda, wa mutalattifum lilbawabi, na ni mwenye kufanya upole kwa yule mlinzi wa mlango. Laali an adkhula, huenda nikaingia, kwamba kaeni hapa mimi nikamchombeze yule bawaba, yule mlinzi, ili niingie. Kisha akaenda akasogelea ule mlango. Aliposogelea kwenye mlango, thumma taqanna bi thawbihi, kisha akajifunika ile nguo yake, kaanahu yaqdhi alhajata, kana kwamba anakidhi haja, ila akajifunika ile nguo kana kwamba anakidhi, anajisaidia. Wakad dakhala an-nas, na aliyakuwa watu washaingia ndani, akatoa sauti, fahata fabihi albawabu, akamnyanyulia sauti yule mlinzi, ya hadha, wewe in kunta turidu an tadkhula fadkhul, ukiwa unataka kuingia ingia. Fa inni uridu an ughliqa albaba, mimi nataka kufunga mlango. Kama unataka kuingia ingia bwana, mimi nataka kufunga mlango. Abdullah ibn Atik anasema fadakhaltu fakamantu, nikaingia nikajificha. Falamma dakhala an-nasu aghlaqa al-bawabu al-baba, walipoingia watu wote, basi ule bawabu, yule mlinzi, akafunga lile lango kuu. Kisha thumma alaka al-miftaha ala watadin, kisha akautundika katika kizingiti cha mlango. Anasema Abdullah ibn Atik, faqumtu ila al-aghaliqi fa akhadhtuha, nikasimama kuziendea zile funguo nikazichukua. Fafatahtu al-baba, nikaifungua milango. Wakana Abu Rafi yasmuru ma ashabihi fi uliyati, alikuwa Abu Rafi anafanya mazungumzo na watu katika chumba chake, fi uliyati lahu, katika chumba chake. Falamma dhahaba anhu ahlu samarihi, wale watu wa mazungumzo alikuwa akiongea nao walipoondoka sasa kwenda kulala, saitu ilaihi, nikapanda kwenda kwenye chumba cha Abu Rafi. Faja'altu kullama fatahtu baban aghalaqtu alayya min dakhili. Anasema kwamba Abdullah ibn Atik anatupa hadithi, anasema kwamba kila nilipokuwa kulikuwa kuna milango mingi, anasema kila nilipokuwa nikifungua mlango, nikiingia ndani ya chumba, nikiingia ndani nafunga mlango kwa ndani, naenda. Maana yake ilikuwa kumfikia Abu Rafi kwa kuna milango mingi, kuna mlango kadhaa mpaka kumfikia Abu Rafi ilikuwa ni kuna milango mingi. Kwa kila alipokuwa anaingia labda mlango huu anafunga kwa ndani, akiingia huu anafunga kwa ndani, anajifungia ni. Sasa anasema nilikuwa nikijifungia kwa ndani ili watu wakijua hawawezi kunifikia au wakanitoa mpaka nihakikishe nimemuua Abu Rafi ambaye ni mchochezi huyo.
na wa in qataluni ba'dahu, ajapokuwa hata kama akiniua baada yake, lakini niwe nimeshamuua. Yani jamaa alikuwa anatumia akili, anasema anaingia anafunga kwa ndani, anajifungia, akipita mlango anaenda anafunga, anajifungia, ili mradi anachokitaka kwamba hata watu wakijua kwamba kuna mtu ameenda kumuua Abu Rafi, basi wasiweze kumuokoa, ahakikisha amemuua. Hata kama watamuua baada yake, lakini Abu Rafi ameshakufa kwa sababu ni mtetezi. Umeona? Anasema fantahaitu ile, nikaenda mpaka Muhammad Abdullah ibn Atika anatupa kisa, anasema nikaenda mpaka nikafika kwenye kile chumba chake. Sasa fa idha huwa fi baitin mudhlimin wasata iyalihi, mara nikaona yani akakuta Abu Rafi yupo katika chumba chenye giza, lakini katikati ya familia yake, watoto wake, amelala na watoto wake, familia yake, chumba kina giza. La adri aina huwa, akawa hajui yeye Muhammad huyo Abdullah ibn Atik, akawa hajui yuko wapi yeye. Akasema ya Aba Rafi, Aba Rafi. Aba Rafi akajibu man hadha, nani wewe? Fa ahawaitu nahwa sauti, akautupa upanga sehemu ambako sauti ilipotokea. Anasema fadharabtuhu bisayfi wa ana dahishun, nikautupa upanga na hali ya kuwa mimi mwenye kushangaa. Fama aghanaitu shay'a, anasema sikumuua. Ule upanga ulimkita yule, ulimchoma yule Abu Rafi, lakini hukumuua. Waswaha, Abu Rafi akapiga kelele. Fakharajtu min albayt, nikatoka katika kile chumba. Famakathu ghaira ba'id, nikakaa lakini si mbali. Thumma dakhaltu ilayhi, kisha nikaingia tena kwake, yani akuchelewa. Fakultu, nikasema, anasema yo Abdullah ibn Atiki, ma hadha sautu ya Aba Rafi, ni sauti gani hii Aba Rafi? Anafanya hivyo kama vile anamsaidia, kama vile ni mwenye kumuokoa. Abu Rafi akasema inna rajulan fil baiti darabani bisayf, akamtu kuchumbani hapa amenipiga na upanga. Abdullah ibn Atika anasema fadharabtuhu darbatan fa athkhanatuhu, nikampiga pigo hilo moja nikammaliza. Thumma wada'tu dhubbata sayfi, dhubbata sayfi, kisha nikaika yale makali ya upanga, ile kule kwenye upanga kule kwenye makali, anasema nikayaweka yale makali ya upanga fi batni, katika tumbo lake. Wa atamattu alayhi hatta kharaja min dhahri, nikategemea nikaushindilia ule upanga, nikashindilia mpaka ule upanga ukapita mgongoni mwake. Faaraftu anni qad qataltu, nikajua mimi nimemuua. Faja'altu aftahu al-abwaba baban baba, nikaingilia kuwa nafungua milango, nikafungua mlango mmoja baada mwingine. Hata ntahaitu ila darajatin lahu, mpaka nikafika kwenye ile daraja lake, yani kwenye ngazi fulani, akafika kwenye ngazi. Basi yule Abdullah ibn Atika akajua labda amefika kwenye ardhi, maana ilikuwa ni gorofa ile jumba lake. Akajua nimefika kwenye ardhi, anaweka mguu wake hivi, akaanguka akavunjika mguu. Abdullah ibn Atika akavunjika mguu. Anasema thumma jalastu ala albabi, kisha nikakaa kwenye mlango. Wa qultu wallahi la akhruju laylata hatta a'lama anni qataltu, sitoki mpaka nihakikishe nimemuua. Nihakikishe je nimemuua. Watu walikuwa na imani, kwa sababu huyu ni mhamasishaji taifa liende pabaya. Huyu anahamasisha vita, huyu anahamasisha watu wapigane na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sitoki hapa mpaka nihakikishe je amekufa. Anasema akakaa mpaka wakati anasikia kuku zinawika. Fakama nahi ala suwari, wakasimama wale watangaza vifo kwenye kuta, wakala anni Aba Rafi tajira ahli al-Hijaz, natangaza kifo cha Aba Rafi, tajiri wa watu wa Hijazi. Watu watangaza sasa Aba Rafi amekufa. Ndio akaondoka akaenda kuambia watu wake ambao walikuwa wamewaacha kule nje. Akaambia annajaa, twendeni haraka, okoeni nafsi zenu, nishamaliza kazi huko. Watu wakaondoka,
Abu Rafi akawa ameuliwa.